Karibu katika jambo la leo Ijumaa ya tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi ni Irene Kishiwa na miongoni mwa yatakayosikika jioni hii ni pamoja na haya. Wabunge wanaotumia lugha ya kuudhi bungeni waonywa. Dodoma yaadhimisha siku ya kitaifa ya mazingira duniani. Rais Dr. Samia ahutubia kongamano la kimataifa la uchumi nchini Urusi. Na Twiga Stars uso kwa uso kesho na Malawi katika mchezo wa kirafiki. Mwanamwisha fresh unaweza fuatilia jambo la leo mubashara kupitia tovuti yetu ya www.jambofm.co.tz, lakini pia unaweza kufuatilia katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Sasa tunalianza jambo la leo kwa taarifa kutoka hapa Dodoma. Wakati dunia ikiendelea kukabiliwa na ongezeko la joto na uchafuzi wa mazingira, mjadala wa mazingira umehamia zaidi katika namna mataifa yanavyojenga maendeleo endelevu kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Taarifa zaidi na Gideon Gregory. Kwa miaka 11 iliyopita imekuwa miaka yenye joto la juu zaidi kuwahi kurekodiwa. Katika maadhimisho ya siku ya mazingira mwaka huu, Tanzania imekuja na ujumbe wa dira ya 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania, unaolenga kuhamasisha uwajibikaji wa pamoja katika uhifadhi wa mazingira. Akizungumza jijini Dodoma katika maadhimisho hayo, makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema mazingira yana mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi na ustawi wa wananchi. Pale ambapo mazingira yametunzwa vema, basi uchumi na ustawi wa maisha ya watu pia huimarika. Aidha, mazingira ni muhimu katika kuhimili ongezeko la watu duniani. Mathalan, Tanzania inakadiriwa kuwa na watu zaidi ya milioni 67, ambapo ifikapo mwaka 2050 idadi inakadiriwa kufikia zaidi ya watu milioni 118. Kwa kutambua umuhimu huo, dira ya 2050 imejumuisha masuala ya mazingira na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, na kama sehemu ya safari yetu ya maendeleo ya kufikia uchumi wa kipato cha kati ngazi ya juu ifikapo mwaka 2050. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Mhandisi Hamadi Masauni amesema serikali imeandaa mpango wa usimamizi wa mazingira kuelekea dira ya taifa 2050 ambao utatekelezwa katika kipindi cha miaka 5. Programu hii inalenga kuchochea matokeo makubwa na haraka katika kurejesha uoto asili, kuimarisha ustawi wa mfumo wa ekolojia pamoja na kutoa huduma za ekolojia ambazo ni msingi muhimu wa uzalishaji katika sekta mbalimbali za uchumi. Hatua hizi tunatarajia zitachangia kwa kiasi kubwa katika kufanikisha malengo ya dira yetu ya mwaka 2050 ambayo inalenga kuifanya Tanzania kuwa ni miongoni mwa nchi 10 barani Afrika zenye ustawi wa mazingira na ustahimilivu mkubwa dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa zaidi ya tani milioni 400 za plastiki huzalishwa duniani kila mwaka, huku sehemu ndogo pekee ikirejelewa, hali ambayo wadau wa mazingira wamesisitiza hatua zaidi kuchukuliwa. Inasemekana kwamba ukanda wa Afrika Mashariki ndio ambao unaathirika zaidi na kuongezeka kwa joto. Tangu miaka ya 60 mpaka sasa joto limekuwa likiongezeka kwa 0.7 mpaka 1.1, juu sana ya kiwango cha wastani wa kiwango cha dunia ambapo ni 0.1 mpaka 0.5. Dunia inaelekea kuzidi kwa muda kiwango cha nyuzi joto 1.5. Kila sehemu ya ongezeko la joto huleta madhara makubwa zaidi, hasa kwa watu walio katika mazingira hatarishi zaidi. Iendelee kuimarisha kazi ya ulinzi wa mazingira kwa maendeleo na uhai wa taifa letu. Tanzania inapozungumzia mwaka 2050, huenda swali lisiwe tumepanda miti mingapi, bali ni tulijenga utamaduni wa kuishi kwa namna gani kuhakikisha mazingira yanalindwa. Hivyo kukijanisha Tanzania si tukio la Juni 5, ila ni maamuzi ya kila siku inayofuata. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Asante sana Gideon Gregory kwa taarifa hiyo kutoka Dodoma. Sasa ni jambo la hapa Geita. Kilimo cha nyanya kimekuwa chanzo kikuu cha mapato kwa wakulima wengi nchini, huku baadhi yao wakifanikiwa kusomesha watoto, kujenga nyumba na kuendesha maisha ya familia kupitia zao hilo. Hata hivyo, athari za mabadiliko ya tabia nchi zinaendelea kuwa tishio kubwa kwa mafanikio hayo miongoni mwa wakulima, kama ambavyo anatuarifu Ibrahim Rojala kutoka hapa mkoani Geita. Ni katika mtaa wa Motolole, halmashauri ya manispaa Geita, mkoani Geita, katika eneo la Samandito. Hapa nimekutana na mkulima wa nyanya Bwana Jeremia Kamaro akiwa katikati ya shamba lake lililostawi kwa miche mizuri ya nyanya ambayo imeanza kutoa matunda. Lakini nyuma ya matumaini ya mavuno mazuri kuna simulizi ya changamoto kubwa inayomkabili. Niliona bustani inanifaa kwa sababu nimeilima muda mrefu, nimepata manufaa, nimejengamo nyumba, nimesomesha watoto.
imenisaidia. Mavuno yake inategemeana sasa na hali ya hewa. Labda kwa mfano nimelima hapa miche 800. Kwa makadirio miche 800 labda ikipamba kama mche kuanzia nyanya 100 naweza nikavuna hata kuanzia labda wastani wa tenga 40, wastani wa tenga 40 au 35. Makadirio ya chini naweza nikapata labda hata milioni. Pembeni mwa shamba hilo mkulima huyu alikuwa akihangaika kuchimba kisima akitafuta maji yatakayokuwa mazao yake baada ya chanzo cha maji alichokuwa akitumia kwa miaka mingi kukauka ghafla kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati zoezi la kuzinusuru nyanya shambani likiendelea, mke wa mkulima huyu anaonesha kukata tamaa. Sasa maji hapa ni ya futi ngapi? 100 sielewi. Sasa hapo kanisani wanasema maji yako karibu tu. Kanisani maji yako karibu. Hata kama anachimba msingi maji yanafururuka tu. Ukienda huko Majarubani kuna maanga sehemu ambayo maji hamna na kuna sehemu ambayo visima vimejaa maji. Kwa hiyo vinaenda tofauti. Sasa Mwenyezi Mungu sanataka tunyonga kabisa. Hata ukimuuliza mzee John hapo kidogo tu maji yanafururuka. Walikuwa maji wanachota ndio wanaanza kuchimba kipungua. Wakiamka yamejaa. Sasa hapa hiki chote kweli huko. Jeremia anasema ukosefu wa maji umekuja katika kipindi nyeti ambapo mimea yake inahitaji umwagiliaji wa kutosha ili kuimarisha matunda yanayoanza kutokea. Mbali na changamoto ya umwagiliaji, hali hii pia imemzuia kutia mbolea katika shamba lake, jambo ambalo linaweza kuathiri kiwango cha ubora wa mavuno anayoyatarajia kuyapata katika msimu huu. Lakini changamoto yake mimi kwa kweli sina maji, ila nimejitahidi kuchimba kisima. Lakini kisima kenyewe yani ni changamoto. Msimu yote ya nyanya inakubali Geita. Ardhi ni nzuri ila isipokuwa changamoto yake. Changamoto inaniasili moja. Sina bonde, mimi nalimia nchi kavu. Inaasili ukame, hususan kama ukame, magonjwa mbalimbali yanakuwa mengi kwa sababu ardhi inakuwa ina wale wadudu, changamoto wadudu. Kwa sababu hakuna maji. Licha ya juhudi zake za kutafuta suluhisho kwa kuchimba kisima kipya, bado hakuna uhakika wa kupatikana kwa maji kwa wakati unaohitajika. Hali hii inaonyesha namna mabadiliko ya tabia nchi yanavyoendelea kuathiri uzalishaji wa mazao na maisha ya wakulima wanaotegemea kilimo kwa kipato na ustawi wa familia zao. Kutoka hapa 106.9 Jambo FM mkoani Geita, mimi ni Ibrahim Rojala. Ni kushukuru sana Ibrahim Rojala na kwa taarifa hiyo. Sasa inanivosha kimataifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo amelihutubia kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg nchini Urusi. Katika hotuba yake, Rais Samia amesema kongamano hilo ni sehemu ya mkakati maalum wa kuunganisha sekta binafsi za Tanzania na Urusi ili kuongeza ushirikiano wa kiuchumi na kusisitiza kuwa lengo la ushiriki huo si kufanya majadiliano kawaida bali ni kujenga ushirikiano wa vitendo utakaotoa matokeo halisi kwa wananchi kupitia uwekezaji na biashara. Aidha amesema kuwa shirika la ndege la Tanzania litaanza safari za moja kwa moja kati ya Dar es Salaam na Moscow, Urusi kuanzia Julai 2 mwaka huu na kwamba hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za Tanzania za kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kimataifa na kurahisisha huduma usafirishaji wa abiria na bidhaa kati ya Tanzania na Urusi. Amesema mkutano huo unalenga kuwapa nafasi wadau wa biashara kutoka pande zote mbili kujadili fursa zilizopo, kubadilishana uzoefu na kuanzisha ubia wa kibiashara utakaokuwa na manufaa kwa mataifa yote mawili na kutoa wito kwa wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Tanzania na Urusi kuunganisha nguvu katika kutekeleza miradi ya pamoja itakayochochea ukuaji wa uchumi, kuongeza ajira na kuimarisha maendeleo ya pande zote mbili. Na sasa nalikamilisha jambo la leo kwa taarifa ya michezo. Timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars kesho wanakutana dimbani katika mchezo wa kitaifa wa kirafiki mzunguko wa pili katika uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam. Mchezo wa kwanza ulizikutanisha timu hizo katika uwanja huo Juni 3 mwaka huu ambapo Twiga Stars iliomaliza mchezo huo kwa ushindi wa bao 1-0. Kuelekea mchezo huo wa kesho, kocha msaidizi wa timu hiyo Edna Lema amesema timu imejiandaa vizuri na kwamba mchezo huo hautakuwa rahisi na kuomba wapenzi wa soka kujitokeza kushuhudia mchezo huo. Sisi kama timu tumejiandaa vizuri na mechi ya juzi ilikuwa ni mechi nzuri kwa sababu tulishinda na tujiandaa kushinda, lakini kushinda kwetu haimaanishi kwamba tufanya makosa kwenye huo mchezo. Tumechukua yale mapungufu ambayo yalionekana kwenye mchezo wa kwanza, tunafanya kazi mazoezini jana na leo na tunatamani tena kesho tuone tukacheza mchezo tuweze kupata matokeo mazuri ya ushindi kwa sababu
Ni mechi ambayo inatupa kipimo kizuri, tunatamani kuendelea kushinda na kujiweka kwenye nafasi nzuri kwenye mashindano ambayo yanafanya. Kushinda mchezo wa pili upo kwa sababu ukicheza na mpinzani kwenye mechi ya kwanza unatakiwa kujipima kwenye mechi nyingine ya pili kujua kwamba ushindi ule ulikuwa ni wa kubahatisha au ulikuwa na kiwango kizuri. Kwa hiyo sisi tunachukua yale mazuri ambayo yalitokea kwenye mchezo wa kwanza na tunaendelea kuyafanyia kazi kwenye kiwanja cha mazoezi. Kama nilivyosema awali kwamba mechi hizi zipo kwenye kalenda ya FIFA, kwa hiyo tukishinda tutakuwa kwenye eneo nzuri. Tunatamani kuendelea kushinda tena kesho kwa sababu Malawi ni timu nzuri. Tunashukuru kama vile tuko kwenye mashindano ambayo wote tunacheza AFCON. Kwa hiyo naamini kitakuwa ni kipimo kizuri kwa maana mechi nyingine kisha kwamba kuona yale mapungufu ambayo yalitokea kwenye mchezo wa kwanza hayawezi kujirudia tena. Kila la heri kwa Twiga Stars kwa mchezo huo wa kesho. Nukta ya jambo la leo Juni 5 mwaka 2026. Miongoni mwa waliosikika jioni hii ni pamoja na wabunge wanaotumia lugha ya kuudhi bungeni waonywa. Dodoma yaadhimisha siku ya kitaifa ya mazingira duniani. Rais Dr. Samia ahutubia kongamano la kimataifa la uchumi nchini Urusi. Na Twiga Stars uso kwa uso kesho na Malawi katika mchezo wa kirafiki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jambo la leo, mimi ni Irene Kishoni, kutakie jioni njema.